watukufu wa Islam, lakini na wananchi wote kwa ujumla, kwa kuendelea kuidumisha amani ndani ya nchi yetu, na inshallah ili tuweze kufanya shughuli zetu za kimaisha kwa utaratibu tuliouzoea. Hili ni jambo kubwa, na kila wakati tunasimama tunaeleza namna ya kudumisha amani ndani ya nchi yetu, na nitumie nafasi hii kuwaomba watukufu wa Islam na wananchi wote kwa ujumla kuendelea kudumisha amani tulionayo, kwani bila ya amani hatuwezi kufanya maendeleo yoyote. Leo ni siku ya Ijumaa, ziko nchi za Kiislamu kama sisi, lakini hawawezi kukaa misikitini hivi wakasali kwa sababu ya kukosa amani. Kwa hiyo niwaombe tu watukufu wa Islam na wananchi wote wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla tuendelee kuidumisha amani, hasa katika miezi hii ya kheri. Khatibu wetu ametueleza kwa ufasaha mkubwa, Mwenyezi Mungu amhifadhi na ampe uwezo mkubwa zaidi. Miezi tunayoelekea yote ni miezi mitukufu, lakini tunao wajibu wa kuelimishana katika kuijenga nchi yetu, na msingi mkubwa wa ujenzi wa nchi ni amani. Kumbe jambo la kutizama ni kwamba unapopata huzuni, ukapata matatizo, ukapata jambo lako lolote, natufunza kwamba ukimbilie kwenye sala. Sala ndio jambo ambalo litakuweka wewe salama na litakuweka katika mambo yako yote sawia bisawia. Ukiwa na shida, kimbilia kwenye sala. Ukiwa na huzuni, kimbilia kwenye sala. Ukiwa umetengwa wewe na jamaa zako, upendezi, kimbilia katika sala. Ukiwa wewe una matatizo yamekukumba, matatizo kazini, unakwenda kazini, bosi hakupendi, wewe wafanya kazi wenzako hawakusikilizani, kimbilia kwenye sala. Ukiwa wewe unataka vyeo, unaomba ukizidishwe vyeo vile ulivyokuwa, kimbilia kwenye sala. Sala ndio kila kitu, ndio ufunguo wa maisha ya mwanadamu Muislamu. Na hii si bure tu. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, anasema Mwenyezi Mungu, enyi mlioamini, ista'inu bis-sabri was-salah, ilazimisheni sana katika jambo la kusubiri na kusali katika maombi. Sala ni maombi baina ya mja na Mola wake, na ndio aliopewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kituliza roho na kituliza moyo. Una mashakili yako yote, basi kimbilia kuingia kwenye sala. Ndio hilo. Lakini ma'al asafi shadid, maana Mungu hapa anasema sasa, inna Allaha ma'as sabirin, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale wafanyao subra na kusali. Basi Mwenyezi Mungu atatenda tawfiki yake, atakuwa pamoja naye. Mtu yoyote mwenye kusali ajue yuko na Mungu, mtu yoyote mwenye kusubiri yuko na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo mawili makubwa kabisa yanatakiwa mwanadamu uwe nayo. Ndio aliyofanya Bwana Mtume, akasubiri katika huzuni yake, lakini akapata sala ya maombi kutoka kwa Mola wake.